Kuna story ambayo imekuwa ni kubwa ile kinoma noma. Naomba nikuulize swali. Hivi ni kitu gani ambacho kinaweza kukusababisha kufikia kugombana na mpenzi wako mpaka ugomvi huo kuweza kusababisha kuchukua uamuzi wa kuweza kukatisha maisha ya mpenzi wako? Jibu unalo wewe. Unaambiwa kutokea nchini Marekani huko kuna kisanga ambacho kimeweza kumkuta huyu bidada wa kumuita Courtney Clenay. Huyu bidada unaambiwa alikuwa yupo katika mahusiano ya kimapenzi na mshikaji ambaye alikuwa anakwenda kwa jina la Christian Obumsel. Huyu mshikaji waliweza kudeal kwenye uhusiano huu na huyu bidada wa kumuita Courtney kwa muda wa miaka miwili tangu mwaka 2020 mpaka mwaka 2022, ambapo kitu ambacho kilisababisha hawa wawili kuweza kutengana ni baada ya ugomvi mkubwa kuweza kutokea. End of the day, katika ugomvi huo, huyu dada katika hali ambayo aliweza kuiripoti mahakamani, katika hali ya kuweza kujitetea, alijikuta akimchoma visu mara kadhaa huyu mpenzi wake wa kumuita Christian Obumsel. Unaambiwa kwamba kesi yake ilianza kunguruma kuanzia kitaa kile pale cha mwaka 2022 mpaka mwaka huu wa 2026, ambapo baada ya yeye kuweza kukiri kuwa alimchoma mara kadhaa mpenzi wake visu ambaye alikuwa anakwenda kwa jina la Christian Obumsel kwa minadhili ya kujihami. Sasa unaambiwa kuwa mahakama inafikiria kuweza kutupilia mbali hii kesi baada ya bidada huyo kuweza kukiri. Na kwa nini mahakama inaweza kutupilia mbali swala hili la kesi ya mauaji? Unaambiwa kwamba bidada huyu wa kumuita Courtney, katika moja kati ya utetezi ambao aliweza kujitetea katika kesi hiyo, alisema kuwa katika moja kati ya changamoto ambayo alikuwa anakutana nayo ni ukatili wa kijinsia ambao alikuwa anaupitia kutoka kwa huyu mpenzi wake ambao alikuwa anaitwa Christian. Unaambiwa kwamba mshikaji alikuwa anahusika katika upande wa kuweza kumpiga kadri jinsi ambavyo alivyokuwa anajisikia. Sasa mpaka kufikia hili tukio ni kwamba mshikaji alianzisha ugomvi, na katika hali ya huyu bidada kuweza kujitetea ndipo kikatokea hicho kitendo cha kuweza kujihami kwa kutumia kisu. Lakini pia siku mara ya kwanza wala siku mara ya pili bidada wa kumuita Courtney alikusha kuripoti kuhusu ukatili huu wa kijinsia anaofanywa na mpenzi wake. Tukio hili lilitokea Aprili 3 mwaka 2024, ambapo ugomvi huu ulitokea ndani ya nyumba yao, ambapo katika hali ya kujihami bidada huyu alijikuta akichukua kisu na kumchoma visu kadhaa huyu mpenzi wake. Wanaume, mpenzi apigwi, mpenzi anapigwa na upande wa kanga. That's it ladies and gentlemen, maoni yako ni yapi katika hili? Achia comment yako hapo chini, then mimi nitapita nao katika episode ambayo inafuata. Mimi naitwa Kelvin Ko, daddy, father of 6 baby babies, the ghost's voice. Ladies and gentlemen, big boys and girls, what are we doing? East Africa and Central Africa, let's pop out. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.